Haleluya. Kwa majina naitwa Kuhani Winston. Nimeokoka. Yesu Kristo ndiye Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Basi ni wakati mwingine mzuri ambapo tukaweze kulisikia neno la Mungu wetu aliye juu mbinguni, kwa jinsi ya uaminifu wake na upendo wa kwake na ruhusa ya kwake ambayo Mungu ameweza kutupatia kwa neno lake, ili tukaweze kujua kipi Mungu anapenda, ili tukaweze kukifahamu. Basi ni wakati mwingine mzuri ambao tukaweze kulisikia neno la Mungu. Na neno letu la leo linatoka katika Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ni ule wa 9. Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ni ule wa 9. Kichwa kikuu cha neno letu la leo ni tumjue Mungu wetu aliyezifanya mbingu na nchi. Tumjue Mungu wetu aliyezifanya mbingu na nchi. Na neno hili ni neno ambalo Mungu wetu aliye juu mbinguni anapenda tukaweze kumfahamu, anapenda tukaweze kumjua, na anapenda tukaweze kumuelewa. Haleluya. Kwa hiyo katika Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 9, Mungu wetu aliye juu mbinguni ananena akituambia, Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Kwa hiyo kwa neno letu la leo, Mungu wetu aliye juu mbinguni anatufahamisha tukaweze kumjua Mungu, tukaweze kumuelewa Mungu, na tukaweze kumfahamu. Na kwa neno letu hili kuna vitu vitatu ambavyo Mungu ameviweka wazi. Kitu cha kwanza, Mungu wetu anatujulisha ya kuwa ni mwaminifu kwetu sisi wanadamu. Kitu cha pili, Mungu wetu aliye juu mbinguni anatuonyesha ya kwamba alituita tukaweze kuingia katika ushirika. Na ushirika wenyewe ambao ni kitu ya tatu ni ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu wetu aliye juu mbinguni anatufahamisha na anatujulisha ya kwamba ni Mungu mwaminifu, ni Mungu aliyetuita kila mmoja kwa majina yake, na ni Mungu aliyetuweka katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa uaminifu wake Mungu wetu aliye juu mbinguni, ilibidi Mungu aweze kutuita kila mmoja kwa majina ya kwake ambao tuko nayo, tuliopewa ambao tuko nayo hapa duniani. Haleluya. Kwa uaminifu wa kwake Mungu, ilibidi Mungu aweze kutuweka katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Na lengo na kusudi ambalo Mungu aliweza kufanya hivi ni kwa sababu Mungu aweze kutuokoa sisi wanawe, na tukaweze kupata vile vitu ambavyo Mungu aliviweka katika maisha yetu. Haleluya. Kwa sababu kwa ushirika wa Mungu na uaminifu ambao Mungu aliweka kwetu sisi, akatuita kwa kila moja jina lake. Akaniita mimi Winston, njoo kwa ushirika wa mwanangu Yesu Kristo, ili nikaweze kusimama katika nafasi ya kulifundisha neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nisingeweza kusimama kulifundisha neno la Mungu kama Mungu asingekuwa na uaminifu na kuniita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo.
Lakini Mungu wangu aliye juu mbinguni na Mungu wetu aliye juu mbinguni aliweza kuweka uaminifu kwangu, akaniita Winston, njoo ingia katika ushirika wa mwanangu Yesu Kristo ili niweze kusimama na niweze kulifundisha neno la Mungu. Na ndiposa nimesimama kulifundisha neno la Mungu kwa sababu ya uaminifu wa kwake Mungu, jinsi alivyoniamini na akaniita, mwanangu Winston, njoo hapa kwa ushirika wa mpendwa wangu Yesu Kristo niliyemtoa kwa ajili yenu katika ushirika huu ili uweze kulifundisha kanisa la Bwana neno langu. Haleluya. Vile vile unayenisikiliza, kuna namna ambavyo Mungu aliweza kukuita kwa jina la kwako ambalo uko nalo. Akaweka uaminifu wa kwake kwako, akakuita kwa jina ambalo uko nalo, kwa ile kazi ambayo unaifanya. Ni kwa sababu Mungu aliweka uaminifu wa kwake ndani yako, akakuita, akakuingiza katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Na kwa ushirika huu ambao Mungu aliweza kuweka kwa mwanawe Yesu Kristo kwetu sisi wanadamu kutuita, ni kwa sababu kuna mambo fulani hata tukiomba kwa jina la Yesu Kristo tunapokea. Na tunapokea kwa sababu ya ule ushirika ambao Mungu ameweka kwetu sisi kwa mwanawe Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu aliye juu mbinguni anatufahamisha na anatujulisha ya kwamba Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ile kazi ambayo unaifanya ni huduma ambayo unaifanya na ni talanta ambayo unaifanya. Kumbuka ni kwa uaminifu wa Mungu ambao Mungu aliweka ndani yangu na ndani yako, akatuita kwa kila moja jina lake kwa ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu wetu aliye juu mbinguni, unapoangalia katika Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 13. Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 13. Mungu wetu aliye juu mbinguni anasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali mtumikianeni kwa upendo. Kumbuka, kwa upendo wake Mungu ndio ulimfanya Mungu kuweka uaminifu kwetu sisi, na ndio ulimfanya Mungu kutuita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Lakini Mungu wetu aliye juu mbinguni anatuambia ya kwamba katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13, Mungu wetu aliye juu mbinguni anasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu aliye juu mbinguni alituita tupate uhuru. Na uhuru ambao Mungu aliweza kuweka ni uhuru ule tunapoomba kitu kwa jina la Yesu Kristo, ambao ni ushirika ambao Mungu alituita tuingie. Ndiposa tuombe jambo, tuombe neno, tuombe lolote kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye juu mbinguni anatufanyia, na huo ni uhuru ambao Mungu aliweza kutupatia. Lakini Mungu wetu anasema, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuatilia mwili. Haleluya. Kufuatilia mwili. Uhuru wetu usiwe sababu ya kufuatilia mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kufuatilia mwili ni mambo ambayo hayaenendi katika zile njia ambazo Mungu anapenda. Kufuatilia mwili ni kama uchafu, ufisadi,
ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi. Haleluya. Na hii inapatikana katika Wagalatia sura ya 5 mstari ule kuanzia mstari ule wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu aliye juu mbinguni, kwa namna alivyotuita kwa uaminifu wa kwake, anatuambia ya kuwa alitupa uhuru wa kuomba neno lolote, wa kuomba chochote tunachokihitaji, lakini kwa jina la Yesu Kristo. Na ni kwa sababu ya ule uaminifu ambao Mungu alituamini na akatuita kila mmoja, akatuweka katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu aliye juu mbinguni anasema ya kwamba kwa ajili hiyo ya huo uhuru aliotupa, basi tusienende katika zile njia ambazo Mungu hapendi. Haleluya. Na kwa namna hiyo tunapoangalia katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari ule wa 13 na 14. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 13 na 14. Mungu wetu aliye juu mbinguni anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Haleluya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mstari wa 14. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, ambapo ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uaminifu ambao Mungu aliweka ndani yetu, akatuita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Ndiposa Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo, tunapoomba lolote na tunapoomba neno lolote, tunapokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushirika ambao Mungu alituita kwa jina la kwetu sisi kwa mwanawe Yesu Kristo. Haleluya. Ndiposa ninapomuomba Mungu wangu aliye juu mbinguni aniwezeshe na kunisaidia kuweza kulifundisha neno la kwake, ambalo ni neno la kwake, inakuwa rahisi kwa sababu ya uaminifu wa kwake Mungu alioniita mimi mtumishi wake kuhani Winston. Akaniambia, Winston, njoo katika ushirika huu wa mwanangu Yesu Kristo ili uweze kulifundisha kanisa neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ambayo unaifanya, talanta unayoifanya, huduma unayoifanya, ni kwa sababu Mungu aliweza kukuita na kukuweka katika ushirika wa mwanao Yesu Kristo. Na unapoomba Mungu akuzidi kukuwezesha, ni kwa sababu Mungu ya ule uaminifu na ushirika wa mwanao Yesu Kristo aliyokuitia nayo. Ndiposa Mungu anapokuambia unaweza ukaomba lolote na unaweza ukaomba chochote na Mungu anakufanyia, kama vile Mungu anavyotuambia katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 na sura ya 14 mstari ule wa 13 na 14, ambao Mungu wetu aliye juu mbinguni anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mstari wa 14, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, ambapo ni jina la mkombozi wetu Yesu Kristo, ambao Mungu aliweka uaminifu akatuita kwa ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu aliye juu mbinguni ni mwaminifu, na kwa uaminifu wake ndiposa tukapata neema na kibali ambacho Mungu aliweza kukiweka katika maisha yetu.
Mungu azidi kutusaidia. Naitwa Kuhani Winston. Ninampenda Mungu wangu aliye juu mbinguni kwa namna anavyonipenda na anavyoniruhusu na anavyoniona, na kwa uaminifu wake akaniita mwanangu Kuhani Winston, njoo kwa ushirika wa mwanangu Yesu Kristo mkombozi, ili ukaweze kulifundisha neno la Mungu. Haleluya. Na naweza kufundisha neno la Mungu kwa sababu ya ushirika wa Mungu wangu aliye juu mbinguni kwa mwanawe Yesu Kristo.